Hatimaye Daktari Nchimbi akagua maandalizi ya mkutano. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi, akiwa ameambatana na wajumbe wa sekretarieti ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa NEC, amekagua ukumbi wa mkutano wa Jakaya Kikwete Center, akiwa ni sehemu ya maandalizi ya mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa utakaofanyika Mei 29 na Mei 30 mwaka 2025 jijini Dodoma. Taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi, akiwa ameambatana na wajumbe wa sekretarieti ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa NEC, amekagua ukumbi wa mkutano mkuu wa Jakaya Kikwete, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa utakaofanyika Mei 29 na Mei 30 mwaka 2025 jijini Dodoma. Chadema atoa kauli maamuzi ya msajili ni batili. Kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema imeazimia kuwa haitofuata maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa, ambapo pamoja na mambo mengine yaliyolenga kutengua uteuzi wa wajumbe wanane wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliothibitishwa na baraza kuu la chama hicho Januari 22 mwaka 2025, kwa kuwa maamuzi yao ya msajili ni batili. Akiongea jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bala John Heche amesema kamati kuu ya chama hiyo imekutana kwa siku mbili, Mei 23 mwaka 2025 na Mei 24 mwaka 2025, na haya ni maazimio ya kamati kuu. Moja, kamati kuu imepokea barua ya msajili wa vyama vya siasa aliyoandikiwa katibu mkuu wa chama chetu, na tumetafakari kwa kina na tumejiridhisha kwamba msajili amekwenda kinyume cha sheria ya vyama vya siasa, kwa sababu hana mamlaka ya kupokea, kusikiliza na kufanya maamuzi malalamiko ya mwanachama yote wa chama cha siasa kama alivyofanya yeye. Maamuzi yake ni batili na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema haitofuata maamuzi hayo. Msajili amejigeuza kamati ya rufaa ya chama chetu. Katiba ya nchi yampa mamlaka. Kama kuna mwanachama analalamika, vipo vyombo vya ndani vya chama chetu vya kukata rufaa, na mbaya zaidi, msajili na watu wake unatuhuma kuwa wao ndio walalamikaji kwa kutumia mtu huyo ambaye ametumika kama kikalagosi. Wao ndio walioandika barua na kusikiliza kesi, na wao wameamua. Tumekataa uamuzi huo. Katibu mkuu wa chama chetu ndio yule tuliyempitisha, full stop. Majibu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yamekuja kufuatia msajili kuandikia barua chama hicho baada aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Mwanga, Lemblasi Mchome, umuomba msajili kutengua maamuzi ya baraza kuu la chama hicho kwa kuwa kikao kilikuwa na kasoro. Alisema baraza kuu alikuwa halali, kwani alikidi haikutumika, lakini pia ndani yake walikuwemo watu ambao sio wajumbe halali baraza kuu. Kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kauli ambayo Chadema imeipinga, na hivi karibuni meya wa zamani wa Ubungo Boniface Jacob maarufu kama Boniai alinukuliwa akisema Mchome amepangiwa nyumba ya kuishi Masaki na msajili huyo. Mpango wao ni mmoja, unaolenga kuvuruga Chadema. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema imeazimia kuwa haitofuata maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa, ambayo pamoja na mambo mengine yaliyolenga kutengua uteuzi wa wajumbe wanane wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chadema waliothibitishwa na baraza kuu la chama hicho Januari 22 mwaka 2025, kwa kuwa maamuzi yao ya msajili ni batili. Askofu Gwajima atoa kauli ya utekaji. Mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima amekemea vitendo vya utekaji vinavyoendelea hapa nchini, ambapo amekemea na kusema vinaharibu taswira ya nchi ya Tanzania. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Gwajima amesema, mnanifahamu mimi uwasiongei hiyo. Nikiongea mjueni na data. Nimepata orodha wa watu waliotekwa ndani ya miaka kadhaa, ni karibu watu 83. Utekaji sio utamaduni wa Mtanzania na unatakiwa kukemewa. Mimi natokea jimbo la Kawe. Kuna Ali Kibao alishushwa kwenye gari na watu wanaona, kesho yake akapatikana amekufa. Nataka niwaulize, kama ni baba yako ameshushwa kwenye gari na watu wanaona na kesho akapatikana amefariki, wewe ungefanya nini? Tumeona juzi kule kuna mtu anaitwa Mdude ambaye na yeye watu wamekuja nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemchukua akiwa hai mbele ya familia yake, wameondoka naye mpaka leo hatujui yuko wapi, hatujui ni nani anafuata.
unaweza ukanyamaza, kumbe unafuata wewe. Kwa hiyo haya mambo yamezidi kipimo. Lengo langu leo kusema haya mambo, nataka kutoa ushauri. Juzi mwanaharakati wa Uganda Agatha wamekuja kwenye shughuli zao kuhudhuria mahakamani. Wamechukuliwa na watu wasiojulikana. Ni watu wa vyombo vya usalama au vipi? Mimi sina uhakika kama ni watu wa vyombo vya usalama. Nimeona anaongea YouTube kwa uchungu kwamba kaenda mahali akavuliwa nguo, kafanywa udhalilishaji, akaenda kutupwa mpakani. Boniface Mwangi, mwanaharakati wa Kenya, tumemuona Serena Hotel. Watu wamejitambulisha ni watu wa vyombo vya usalama, wameenda naye, baadaye mtu akaokotwa mpakani. Sasa kuna kuwa na picha gani hapa nchini? Mimi siamini kabisa kuwa kuna vyombo vya Tanzania, kwa maana ya jeshi la polisi, idara ya usalama wa taifa au chombo chochote cha dola kinaweza kufanya kazi ya namna hii. Chombo cha dola, mnaenda kujitambulisha ni watu wa vyombo vya dola, mkamchukua mtu mkaenda naye kisha mkamtupa. Hilo siliamini. Nasikia rais wetu anatukanwa kule Kenya, alafu aliyechukuliwa anasema alikuwa anapigwa, alafu anaambiwa aseme asante Rais Samia. Kwa nini image ya rais inaharibika hivi? Kwa nini tupo kimya? Mahusiano ya nchi na nchi yanaharibika kibiashara tunakoelekea. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima amekemea vitendo vya utekaji vinavyoendelea hapa nchini, ambapo amesema vinaharibu taswira ya nchi ya Tanzania. Tundu Lissu achaguliwa kuwa makamu mwenyekiti IDU. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Lissu akiwa bado yupo gerezani amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti muungano wa vyama vya kidemokrasia duniani IDU baada muungano huo kuhitimisha mfululizo wa mikutano yake nchini Ubelgiji kwa kufanya uchaguzi wa safu mpya za uongozi. Taarifa iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema imesema katika mkutano huu ambako chama kiliwakilishwa na makamu mwenyekiti Democracy Union of Africa DUA kanda ya Afrika Mheshimiwa Deogratias Munisi, wajumbe walimchagua waziri mkuu mstaafu wa 22 wa Canada Mheshimiwa Stephen Harper kuendelea kuwa mwenyekiti kwa miaka 3 ijayo. Aidha, mkutano mkuu kwa kauli moja ulimchagua mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwa sehemu ya jopo la makamu mwenyekiti wa umoja huu. Rekodi ya msimamo usioyumba katika kupigania haki, utawala bora na demokrasia Tanzania licha ya mazingira hatarishi ikiwemo jaribio la kutolewa uhai kama vilivyoelezwa kwenye mkutano mkuu, ndiyo iliyompa imani na wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni umchagua Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu katika wazifa huo. Zaidi ya wajumbe wa mkutano mkuu wa IDU waliambatanisha kuwa kwa uzoefu wake katika mapambano ya kutafuta demokrasia ya kweli, akina uhuru wa kweli, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu atatoa mchango mkubwa ndani ya IDU, hasa katika kuaminika katika maeneo mbalimbali yanayokabiliwa na changamoto za kuporomoka au kudolola kwa demokrasia na kuibuka kwa utawala wa kiimila, hususan bara la Afrika. Ni taarifa kutoka huko nchini Ubelgiji. Hatimaye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Lissu akiwa bado yupo gerezani amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti muungano wa vyama vya kidemokrasia duniani IDU baada muungano huo kuhitimisha mfululizo wa mikutano yake nchini Ubelgiji kwa kufanya uchaguzi wa safu mpya za uongozi.